Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudia hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori, hasira za Bwana zikawaka, wote zikawaka juu ya Israeli. Mstari wa 4. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote hao watu, ukamtungikie Bwana watu hao mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu watu wake waliojiungamanisha na Baali Peori. Na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Mungu, mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa Israeli. Hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania, naye Finehasi mwana wa Eliazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyumba yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake, kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli, nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Hebu tusome wetu mstari ule wa 8, anaposema pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli. Basi pigo ile 8b, hebu tuseme wote, basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli. Taifa la Israeli tunafahamu ni taifa ambalo Mungu alilichagua kwa mfano katikati ya mataifa yote. Mataifa mengine wakitaka kumjua Mungu, basi waangalie taifa la Israeli ili waweze kumjua Mungu. Watu wakitaka kumwamini Mungu, waangalie taifa la Israeli, ndipo wamwamini Mungu wa Israeli. Angejulikana Mungu kwa kujitangaza kwa makuu, kwa matendo yake ya ajabu, kwa jinsi alivyo Mungu wa ishara na miujiza, kama mtu angeangalia Israeli. Kwa hiyo Israeli kilikuwa ni chombo cha Mungu ambacho Mungu alikiweka ili watu wengine waweze kumfahamu Mungu kupitia Israeli. Israeli wa leo ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Mungu amekuchagua wewe ili wewe watu wengine wamjue Mungu wako, wamfahamu Mungu wako. Kwa hiyo Mungu, mtu aliyemteua au taifa ambalo ameliteua, sio aliliteua tu, mkono wake ulikuwa juu ya hilo taifa, ulinzi wake ulikuwa juu ya hilo taifa, baraka za Mungu zilikuwa juu ya hilo taifa, uwezesho wa kimungu ulikuwa juu ya hilo taifa. Hata leo hii mtu aliyechaguliwa na Mungu, baraka za Mungu ziko juu yake. Adui za mtu wa Mungu ni adui za Mungu. Hasira ya mtu wa Mungu, mtu huyo anafanya hasira na Mungu. Mungu akimhesabia haki mtu wake, mtu mwingine hapaswi kumhukumu. Haleluya, haleluya. Ninyi ni mzao mteule, wana wa ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu,
mmepewa mtangaze fadhili za Mungu, katika Petro wa kwanza 2:9. Sasa sisi ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Na Paulo anasema sisi ambao tulikuwa watu wa mataifa, tulikuwa sio taifa, lakini leo tumekuwa taifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sisi tumewekwa kwa namna ya kuakisi pendo la Mungu, nguvu za Mungu, Mungu alivyo. Sisi ni kama taa ya ulimwengu, watu wengine wamjue Mungu kupitia sisi. Sisi ni nuru, sisi ni manukato. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mmoja, wakati Israeli wanatoka nchi ya Misri kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Kanani, walipokuwa njiani walipita kwenye miji ya watu, walipita mahali kuna bahari, walipita mahali kuna boma zimezuia kama Yeriko. Mungu aliyekuwa pamoja na Israeli aliweza kuwalinda, wakapita mahali usipodhani, kama vile bahari ya Shamu. Bahari iliwapisha, ilijitenga pande mbili, ikasababisha nchi kavu, wao wakapita kwenye nchi kavu. Walipopita mahali pale pakavu, mahali hapo jeshi la Farao lilipojaribu kupita, wakazama. Mahali ambapo mtu wa Mungu yule amemteua, yule amemfanya kuwa baraka ya nchi, kielelezo cha nchi, barua ya nchi, manukato ya nchi, Mungu amemweka kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Mtu huyu analindwa na Mungu. Mahali atakapopita yeye, mtu mwingine hawezi kupita. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Israeli wamepita mahali pengi. Unafahamu Yeriko kulikuwa ukuta, lakini ulianguka kwa Israeli kuimba tu. Walikuwa na nguvu ya Mungu ya ajabu sana, lakini hakuna taifa njiani liliwazuia likafaulu. Haleluya, haleluya. Kuna mfalme mmoja wa nchi ya Moabu alikuwa anaitwa Baraki. Kwenye Hesabu 22 pale ukianza kusoma, alitaka kujilinda dhidi ya hawa Israeli. Amesikia sasa ni zamu yao kupita kwao. Aliogopa sana Baraki. Akaogopa maana amesikia habari za wana Israeli kwamba wakipita hawaachi kitu, wanaangamiza. Wanapita hapo, ni jeshi lenye mamlaka na ukubwa sana. Kwa Baraki akaona namna iliyobaki ni kwenda kwa miungu yake ili aweze kuwalaani. Akaangalia pengine mganga maarufu aliopo au mtu maarufu mwenye nguvu za kuweza kuwalaani Israeli. Akamkuta Balaam, akatuma wajumbe waende kwa Balaam, wazee wake, kamati yake, mawaziri wake. Wale wakaenda wakasema, Falme Baraki ametutuma uwalaani wana wa Israeli, amesikia wanakuja huko. Baraki akasema nitamuomba Mungu. Mungu alipomuomba Mungu, Mungu akamwambia usiende, huwezi ukawalaani watu waliobarikiwa. Haleluya, haleluya. Aliyebarikiwa halaaniwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na namna ya kubaki na baraka, we baki chini ya Mungu, chini ya huyo Mungu. Haleluya. Baki hapo, stoke hapo. Wale wakarudi, wakamwambia Baraki, yule amesema kwamba hawezi, Balaam amesema hawezi kuwalaani watu waliobarikiwa. Akatuma wengine mawaziri. Nao Balaam akawaambia ngoja niombe. Baadaye Mungu akasema nenda nao
ila utasema nitakachokuambia. Alipoenda bado Mungu alikuwa na hasira, hata kamzuia njiani asiende. Wakati amemruhusu uende, lakini alitaka kuonyesha kwamba ninakuruhusu uende, lakini uwe makini katika jambo hili. Akasimama mbele ya punda aliyepandwa. Balaki akawa haelewi kwa nini punda wake amesimama, lakini kumbe yule punda alifunguliwa macho ya kiroho, akawa amemuona malaika aliyeshika upanga wenye makali kuwili. Mtu hamuoni punda, anamuona malaika. Punda endi mbele, Balaki akampiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Punda akasema, kwa nini unanipiga? Akasema, na ningekuua ningekuwa na upanga, maana nataka uende, wewe uende. Mwisho akaona Balaki mwenyewe malaika yuko mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Na anajibishana na punda, akili ikawa haiko. Yaani hata yeye mwenyewe Balaki kwamba huyu punda mpaka anaongea kuna kitu. Haleluya. Ninataka kusema hicho, Mungu aliwapigania sana Israeli. Mungu aliwapenda. Yule Balaki alipoenda, yule Balaam alipoenda kwa Balaki, Mungu akamkataza moja kwa moja kuwalaani wana wa Israeli. Akasema hakuna uganga katika Israeli, katika nyumba ya Yakobo hakuna uchawi wala uganga. Israeli ni kama simba jike ambaye ametoka kuzaa, aliyelala. Nani atakayemwamsha? Yule Balaki mfalme akasema, mbona kama unawabariki? Akasema, nitawaranije watu ambao Mungu amewabariki? Akasema, nitawaranije watu ambao Mungu amewabariki? Hawaraniki hawa. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Mara ya tatu, mara ya nne, yule Balaki alikuwa na waogopa Israeli sivyo kawaida. Lakini bado ashukuriwe sana Mungu, Balaam alilishika neno na alishika utii, wala hakuinua kinywa chake kuwalaani waliobarikiwa. Na ni heri sana mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema usilaani, don't kulaani, usilaani. Haleluya. Biblia inasema usilipize kisasi, mtu wa Mungu, kisasi ni cha Bwana, acha Bwana ajilipizie. Wala usitoe laana. Na mbaya usilaani watu waliobarikiwa, watoto wa Mungu, laana zitakurudia. Kuna wengine sio mapepo maisha yao yamekuwa shida, ni kwa sababu vinywa vyao vimeinuka vibaya juu ya watumishi wa Mungu, juu ya watakatifu wa Bwana. Balaam akabariki mwanzo mpaka mwisho, akibariki Israeli. Mwisho akaondoka. Ni ajabu sana, kwa sababu alisema, wewe Balaki, hata ukinipa pesa, nyumba imejaa fedha, siwezi kusema tofauti na Bwana alivyo niambia. Na hii ni shida sana watumishi, vile ambavyo ni ngumu kujidhibiti mbele ya pesa. Pesa zinaweza zikaharibu kinywa, zikaharibu unabii, zikaharibu neno, kwa sababu tu ya kuwapa watu kitu ambacho pengine wangetaka wafurahishwe. Kama dhambi ni kukemea, pengine usingekemea. Mungu nisaidie nipate upako kama ule wa Balaam, ambaye mwanzo mpaka mwisho alisema siwezi kusema tofauti na Bwana. Amesema niwabariki, nitawabariki. Na aliondoka na akaacha zawadi zote, kwa sababu yule Balaki akasema, ukisema chochote nitakupa. Lakini akasema, hapana, hajaniambia Bwana ni walaani hawa, amesema ni wabariki. Na sio kwamba yeye anataka wabariki wakati mwingine, kwa sababu neno la Mungu linasema ikamjia mithali. Anaposema ikamjia mithali, ni kwamba Bwana yeye mwenyewe aliachilia ile nini? Mithali. Haleluya. Kuna neno la uvuvio, kuna neno la akili ya ufahamu ya hekima ya wanadamu. Kwa hiyo alichokuwa nakipata Balaam
ni neno la maarifa ya Mungu ambacho kilikuwa kinatoka, anajikuta anawabariki. Hata kama angetamani zawadi, anajikuta kwamba anawabariki Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoka, akawa yuko salama, akawa amemaliza unabii wake, hajawalani Israeli. Israeli wanaiendea Moabu wakiwa na nguvu zote za Mungu, wakiwa na upako wote wa Mungu, wakiwa na uwezesho wote wa Mungu. Unajua Mungu akiwa na wewe, vitu vingi vinakuwa rahisi, vitu vingi vinawezekana. Wachawi wanaoenda kwa waganga hawataweza kukuweza, kwa sababu unazingirwa na uwepo wa Mungu, unazingirwa na nguvu za Mungu. Kuna neema ya Bwana iko inakuficha. Hata watakaposema uharibikiwe, hauwezi ukaharibikiwa. Ushuke, hauwezi ukashuka. Ufe, hauwezi ukafa. Wanakukuta kesho unapiga mswaki, wanakukuta kesho unapanda daradara, wanakukuta kesho uko shambani, wanakukuta kesho unaimba pambio, wanakukuta kesho unakunywa soda. Mtu ambaye amebarikiwa na Mungu, mtu anayelindwa na Mungu, yuko salama. Salama rohoni, salama rohoni mwangu. Bwana himiza siku ya kuja, panda itakapolia. Salama rohoni mwangu, rohoni mwangu. Riko rabashara basekete, elebo shanderebo kopaya basia. Mungu akiwa upande wako, nani aliye juu yako? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Israeli wametoka wakiwa na baraka zote, wakiwa na nguvu zote, wanautishwa. Na Balaam alimwambia Baraki, wana nguvu kama za nyati. Kasome hiyo anzia Hesabu 22. Sasa baraka zile zinatamkwa kuanzia ile Hesabu 23. Ametaja mambo, yani jinsi alivyo Israeli. Ana upako wote, ana mamlaka yote. Anapokuja taifa linatetemeka, anapopita taifa linatetemeka, anachoamua taifa linatetemeka. Sasa wakaja mpaka nchi ya Moabu, hiyo nchi ya wanaoabudu miungu ya madhabahu ya Baali Peori. Sasa pale kwenye mji, ujue unaposhindana na watu, wanapotafuta namna ya kukushinda, usifikiri kwamba hao watu wako wenyewe. Shetani yuko nyuma yao. Kama wewe Mungu yuko mbele yako, Mungu anakulinda, Mungu anakutetea, adui yako anatetewa na nani? Anatetewa na Shetani. Ndio maana neno linasema muwe wajanja kama nyoka. Kwa sababu nyoka anakuwa ni mjanja, anapewa ule ujanja, anawakilishwa na nini? Nyoka anawakilisha Ibilisi, Shetani. Sasa Shetani alishaona namna ya kumwangusha Israeli ni kwa dhambi. Namna ya kumkwamisha ni kwa dhambi. Utasema kwa vipi? Walipofika pale, tuliposoma hiyo kwenye hiyo Hesabu 25,
tunaona wana Israeli walichoanza kukifanya. Wako safarini, hawajafika Israeli, wako njiani, wana utisho, wana upako, wana kila kitu ambacho kinawapa ushindi katika safari yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kama vile sisi ambavyo tuko safarini kuelekea ufalme wa Mungu. Tunapokuwa tumeokoka, tumepewa ile mamlaka yote full, hatujaachwa kitu, na sisi tuna nguvu kama za nyati. Haleluya. Ukiwa kwenye uwepo wa Mungu, ukiwa kwenye utakatifu wa Mungu, una nguvu. Shetani atabaki anasaga meno kule, wewe ile mamlaka inakulinda isivyo kawaida. Ile nguvu ya Mungu iko pamoja na wewe isivyo kawaida. Wachawi wanakutazama, wanakusagia meno, lakini hawakuwezi kwa sababu umezingirwa na nguvu za Mungu. Haleluya, haleluya. Wanasema kitoto hiki kinaendelea, wewe unasema ndio. Kama sio Bwana na niseme sasa. Israeli, Daudi anasema kama sio Bwana, Israeli na aseme sasa. Kwa sababu kila kitu nilichonacho, namna nilivyo ni Bwana, namna nilivyo ni Mungu. Hey, haleluya, haleluya. Israeli, shetani alikuwa anawatazama kama vile ambavyo wewe una Mungu, lakini pia shetani anakutazama, anakulia target, anakupigia mahesabu. Amewatuma watu wanakuogopa, lakini anajua mahali pa kukutengua. Kama wapiga karate wanajuaga mahali huyu tukimpiga na kaa chini. Ndio maana mimi nilisema sipendagi mimi ugomvi. Kuna watu wengine wanafanya mazoezi kimya kimya, wewe huwezi kujua. Kumbe mpiga karate anakutengua mahali pabaya, unaanza kusema nyonga, unakaa hapo uwezi. Shetani naye anaangaliaga mahali pa kutengua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna Mnyakyusa mmoja alikuwa na manguvu, ananyenyua machuma, anakula manyama hivi, amejaza akifanya hivi. Akakaona kembamba kamoja akapiga karate, anasema eti kiadogo hiki nacho kinapiga karate, kinipige kama mimi ase. Sasa huyo mwenye mbeba chuma akakichokoza hicho, akasema kiadogo tutest. Wewe una test na vitu ambavyo unaambiwa kabisa hawa wanapiga karate, wanapiga vibaya. Tutest kiadogo. Wenzio wakasema wewe au kukonyora ujo. Akasema wapi? Kinishindie wapi? Akaenda anakisukuma hivi. Sijui kama siku hizi ukorofi umeishaisha. Zamani kulikuwa watu wakorofi, eti mtu utanifanya nini? Sasa utanifanya nini kiadogo? Yeye akasema kuna nini blaza? Asa njoo tuzitesti. Tuzitesti. Mbona sikuelewi? Tuzitesti hapa, tuzipange. Yule akasema acha hizo bwana. Akawa anaenda, yule mpiga karate ni mwembamba hivi. Yule akamzuia tena siku nyingine, akampiga ngumi, anasema nataka tutesti. Kale kumbe kapiga karate, kakasema huyu sasa naona anapiga na ngumi. Akakwepa ngumi, mara karusha teke, akasema kiadogo hiki kinanitia hasira, nitakivunja sasa hivi. Akapiga ngumi nyingine, akaenda kuangukia kule. Akashangaa kale kapiga karate kameruka, kamekaba shingo. Wewe kiadogo ondoka hapo. Kamekaba na miguu ile shingo, anasema kwanza nitakuachia useme nimekosa. Wewe kiadogo niache, nani aseme amekosa? Kwanza kakaruka, kakamwachia. Alipoleta tena kupigana, kakaruka, kakampiga teke pa. Yule sasa hey, sasa kama nipalia hasira. Wewe hiki kitu ni kibaya, hawa watu ni wabaya.
usicheze nao. Mwisho akapigwa mwenyewe, akasema nimekosa basi. Yule akamwambia usiseme nimekosa basi, sema nimekosa. Akasema nimekosa, ndio akamwachia. Israeli wameambiwa usichangamane na watu wasio mjua Mungu, wasio mcha Mungu, wasio wa Israeli. Msizini, msiibe, msimshuhudie jirani yako uongo. Hivi ni vibaya. Kuna yani Israeli kwa kuwa na upako, yani ana nguvu, anatetemekewa na mataifa. Anajua yeye upako ule upo tu, hata akizini hamna shida. Wewe ukifanya dhambi itakunukisha, wewe utaaibika. Ukifanya dhambi hii wewe huwezi ukawa na huo upako tena. Ukifanya dhambi huwezi ukahubiri wewe vizuri, huwezi ukaimba. Huwezi ukaimba watu wakabarikiwa. Dhambi ikiingia ndani mwako itakuchafua wewe. Usizini, mimi mbona siku ile niliimba watu upako ulishuka. Wewe una claim wewe. Umeshika ya juzi. Bwana anaangalia utukufu wa mwisho. Bwana anaangalia mwisho, haangalii mwanzo. Na ndio maana anasema wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Ukorire senguru. Unajua sisi tulibatizwa na wazungu. Wewe ndio wagu nazini, ndio wagu naiba, ndio wage muongo. Sisi ndio tulioanzisha kanisa, ndio wewe. Shut up. Hiyo dhambi itakuathiri wewe. Tukiimba unajua watu wanatetemeka mpaka tusichana tunatuangalia wewe. Hiyo dhambi itakunukisha, itakuchafua. Upako ukaagi ovyo ovyo. Hallelujah. Ninaongea na wewe kwa habari ya Israeli. Sio kama mnanielewa pale, mtu wa Mungu. Kama tunaelewana pungia mkono hivi. Hallelujah. Kama tunafuatana punga mkono hivi. Sio kama unasikia kuchoka choka. Naomba unifuate kidogo. Hallelujah. Sasa Israeli waliclaim, walishika ule ushindi ambao wanatembea nao. Sasa wakafika Shitimu, kama ambavyo tunasoma kwenye mstari wa kwanza Hesabu 25. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Si wanajua tumeingia kwenye mji wao, wale wamekuwa pole. Shetani kumbe amewalia target. Amewang'aza wale wanawake wa Kimoabu, wamekuwa wazuri. Israeli wenyewe wanatetemeka. Vijana wa Kiisraeli wanatetemeka. Na katika Mithali 6 anasema, mwanangu, jihadhari na ulimi wa kahaba, maana ni laini, unadondosha, yani unapotoa maneno ni kama asali. Usicheze na mambo ya zinaa. Dhambi ya zinaa inakula wengi, ambao ulisikia mtu ana upako wa kuhubiri, wa kuimba, lakini akifika kwa hawa wa Moabu hawa, kifika kwa wale ambao shetani amewategesha, anawategesha tu. Kuna wakati mwingine shetani anaweza kumtegesha mwanamke wala haeleweki kumzidi mke wako, ila shetani anakuambia ni mzuri kumzidi mke wako. Si uongo tu wa shetani. Anakuweka ni mzuri kuliko mume wako. Ni uongo wa shetani. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Mume wako ni mzuri, mke wako ni mzuri. Haleluya. Kijana, kama bado hujaoa, subiri uje uoe wakati wake.
Hao wanawake wanaonekana wazuri mbele yako, unataka uoe kila mwanamke. Shetani amewaweka mbele yako kwa ajili ya kuondoa upako wako. Kuna kitu anataka ibe kwako, anataka ibe ile nguvu ndani yako. Dhambi ina kazi moja ya kuondoa mahusiano yako na Mungu. Lakini inaondoa mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu ndio kila kitu, maana kule kwenye mahusiano ndiko kunakotoka upako, kunakotoka nguvu, kunakotoka mamlaka, kunakotoka heshima. Kuna mtu unaheshimiwa kwa sababu tu umeamini, kwa sababu tu unamwamini Yesu. Lakini kama usingemwamini Yesu, hauna heshima. Bwana tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Haleluya tena. Hawa Israeli wakawaona wale mabinti wa Kimoabu, si wanapita na si wana mamlaka nao. Na Wamoabu hawawezi kusema ninyi mnapita kwenye mji wetu, mnachukua wake zetu, mnachukua mabinti zetu. Hapana, walinywea. Shetani aliweka ni bomu, ni mtego, ili upako utoke. Na upako ukatoka. Mungu akashuka akamwambia Musa, hawa watu waondoshe, kwa lugha rahisi waue wote ambao wameingia kwa Wamoabu, wamefanya uzinzi na Wamoabu. Yani maana yake ni kwamba hasira ya Mungu, na imeandikwa hapa mstari wa 3, kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu, ukamwangikie Bwana watu hao mbele ya jua, ili kwamba hizi hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Maana yake Bwana alikuwa amepata hasira kwa sababu Israeli wamejichafua kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema siri ya mafanikio kiroho ni wewe kubaki na uwepo. Kwa lugha nyingine pale chini, epuka dhambi. Na ukiepuka dhambi, ule uwepo utaendelea kubaki. Si kama naelewana? Nakataa yale mafundisho ya neema. Leo hii mtu anafikiri kwamba akiokoka anaweza kufanya anavyotaka, anaweza kufanya dhambi bila hofu. Hapana. Je, tutende dhambi ili neema iendelee? Hasha. Tunapaswa kukataa dhambi ili neema iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya mwanaume mmoja wa Mungu, kwamba ukatae dhambi. Wakati mwingine wamekwambia you are the handsome ili tu kukutega. Wanawake wamekwambia wewe ni mzuri ili kukutega. Ukisha naswa tu, hata kama ulikuwa na karama, zinaisha tu. Mwanamke mmoja, haleluya, wanapokuambia wewe ni mzuri, inatosha. Kama nyumbani kwako walikwambia ni mzuri, hata kama hawakukuambia, hata kama mwenza wako alikwambia au hakukuambia, inatosha tu kwamba wewe ni mzuri. Lakini sio sababu ya kutoa zawadi ya mwili wako. Unaibiwa upako, unaibiwa nguvu, na unaikaribisha hasira ya Bwana. Kwa sababu Bwana akakasirika, akasema hawa wote, itisha wote waje hapa, na wote waliofanya hivi wapotee hapa mbele. Kuna mtu mmoja anaitwa Finehasi. Finehasi, kulipoitishwa mkutano, kuna kijana mmoja alikuja na binti wa hiyo familia ya Peori. Ni binti bila shaka alikuwa mzuri. Amekuja naye pale mbele ya macho ya Musa na mbele ya mkutano ule. Yule kijana Finehasi akasema,
nitawafutilia mbali hao. Yaani alisikia hasira ya Bwana ndani yake, na ile hasira ya Bwana akaifuta kwa kuangamiza wale. Mwingine utasema hii dini gani walikuwa na ua? Wakati ule Mungu akisema ua. Hii wakati wa Agano Jipya ni tofauti. Asa kisasi ni cha nani? Atalipa nani? Na anasema viache vikue kwa siku ya mavuno atafanya nini? Sasa wakati ule ninaongea, Israeli wanapita kuelekea nchi ya ahadi. Kama vile sisi tunapita tunaelekea ufalme wa Mungu. Haleluya. Maana wale wako kwa mfano wa sisi kuelekea ufalme wa Mungu. Sasa pale njiani wakajichafua, wakajinajisi. Kwa hao vijana kuzini, kuoa, kufanya ibada za sanamu za miungu Baali, Peori. Mungu akawaka hasira, akataka kuwatoa wale watu ambao wako pale. Lakini haikuwa hivyo tu. Mungu alikasirikia wote wana Israeli. Maana yake ndani ya kanisa inawezekana kuna watu wakiwa wachafu, wakijichafua, wakiwa waovu, wakiwa wazinzi, wanasema kanisa la wazinzi. Kukiwa na wachawi, wanasema kanisa la wachawi. Kwa jina la Yesu nakataa hiyo kashfa. Leo hii natangaza kuwafuta katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Kama vile Finehas alivyoinuka na hasira ya Bwana ikawaka ndani yao, akawaangamiza yule kijana wa Kiisraeli na yule binti aliyekuja naye. Ni kama kujichafua, ni kama kudhihaki Mungu wa Israeli kwamba mtanifanya nini? Mimi naoa tu, mimi nina upako, mimi ni mbarikiwa. No. Hata kama unaimba vizuri, lakini kama wewe unaabudu miungu Baali, kama wewe unashiriki dhambi, wewe ninakufuta kwa jina la Yesu. Sio sehemu ya hii madhabahu. Ninakuombea Yesu akuokoe kabla hujafa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baraki ambaye anataka kuzimisha baraka za watoto wa Mungu. Maana baraka za watoto wa Mungu waliokubaliwa na Mungu wanaonekana kwa macho. Ndio maana walijua Israeli wana nguvu za Mungu. Waliwajua wana nguvu kama za nyati. They see. Wanaona wanapopita. Wanaona wanachokifanya. Wanaona wanafanikiwa. Wanaona wanaenda. Wako watu wenye roho kama za Baraki, kutaka kuloga, kutaka kukwamisha, kutaka kulani, kutafuta waganga, kutafuta maneno ya kuzimisha wana wa Mungu. Kwa jina la Yesu, kila roho ya Baraki, kila roho ya miungu Baali, kila roho ya uchawi na izimisha kwa jina la Yesu. Ndio kwa jina la Yesu. Kila anayeroga kanisa lisisonge mbele, ni nafasi yake aokoke. Hajataka kuokoka kufa na afe. Maana tunakoseshana. Sisi tunataka kufika Kanaani. Lakini kuna watu wana mpango wa kuishia Moabu, wana mpango wa kuishia kwa wale wanawake, wana mpango wa kuishia kwa waganga, wana mpango wa kuishia njia. No. Hapana. Mpango wengine ni kufika Kanaani, ni kufika mbinguni, ni kufika kwenye ufalme wa Mungu. That is our target. Hiyo ndio maamuzi na mpango mkakati wetu. Kazi yote tunaoifanya, lengo letu tufike pale juu mbinguni. Tufike tukamlaki Bwana. Tufike pale. Tukakae na Yesu pale mbinguni. Tukakae naye pale. Kwa sababu haya maisha yana expire. Ni Yesu tu ambaye ameenda kutuandalia makao. Alipofufuka, alipaa, alifufuka, akapaa, akaenda mbinguni, anaishi. Nasi tunaomwamini tunataka tukafika pale. Arapero kupanda wasika terebosa. Ruru.
Aha. Kumbe huyu bwana, unajua huyu aliyeimba huu wimbo alishaenda tayari. Bwana tusaidie sana. Ni kwamba hapa tuna expire. Target yetu ni kufika kule. Sasa kuna watu wengine hawafikiri chochote. Yaani yeye anafikiria ataishi tu hapa dunia. No, huwezi ukaishi tu muda wote. Kuna muda utaisha hapa na uzuri wako utaisha. Maana hakuna cha kudumu hapa. Bwana tusaidie sana. Sasa wewe ambaye huna mpango wa kwenda mbinguni, usituharibie CV. Haleluya. Usituharibie jina. Sijui kama naongea na mtu hapa. Sijui kama naongea na mtu. Nakataa kwamba waseme pale kanisa lile la wazinzi. Hapana. Nakataa tena, sema kwa sauti, nakataa. Nguvu za Bwana ziko pamoja na wewe. Umependelewa Bwana. Hata kama hakuna mtu anakusifia, lakini wewe umependelewa. Ndio maana umevuka, umesogea na sasa uko mwezi wa 6 tarehe 1 una target kuvuka tena mwaka huu, maana nusu mwaka umemaliza na hii nusu mwaka itakuwa ya kwako katika jina la Yesu. Kaa sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Mtu aliyefanikiwa ni mtu yule ambaye anatembea na Bwana. Na Bwana yuko pamoja naye. Lakini ni mtu ambaye anajiepusha na mabaya. Anajiepusha na dhambi. Maana yake usalama wake ni ule utakatifu wake. Sio kama naeleweka. Ni ule utakatifu wake. Ndio. Unapokaa mbele za Bwana, Mungu ajivunie. Haleluya. Hata wakati ule anamwambia Shetani, Mungu alimwambia, unamuona mtumishi wangu Ayubu? Kasema, unaona kanisa langu Ilomba, unaona mtumishi wangu yule, iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Hawa walipojichafua, Mungu alisema wafute. Finehasi alifanya vile. Ile hasira ya Bwana ilikuja ndani yake. Ilipokuja ndani yake, Finehasi aliwaua yule kijana na yule binti wa Peor anayeabudu sanamu. Na Mungu alichosema ni nini sasa baada ya pale? Mungu alimwambia hivi, Musa, kwa kuwa Finehasi ameiondoa hasira ya Bwana. Finehasi alichokifanya ni ile kukataa ile dhambi. Mungu akamwambia, huyu amani haitatoka kwake hata milele. Haleluya. Wewe unayekataa dhambi kama Finehasi, amani itakuwa na wewe siku zote. Usipokuwa na nguvu ya kukataa dhambi, hutakuwa na amani, kwa sababu dhambi huwa inaleta huzuni. Dhambi inaleta mashaka. Daudi anasema, dhambi ilikula hata mifupa yangu. Dhambi inaleta huzuni. Dhambi inaleta kujiwenga. Sawa sawa na kambwa kajizi kanakuwa hakana amani. Wakati wote ambapo bwana wake akija, kanahisi kanapigwa kwa sababu hakana amani. Watu walio na dhambi huwa hawawi na amani 100%. Wakati wote wanajifikiria pengine wanafanyiwa isivyo, pengine wanatendewa isivyo, pengine mtu aliwaona kwenye ile dhambi yao, pengine mtu anawanyanyapaa kwenye ile dhambi yao. Haleluya. Finehasi anaambiwa amani haitatoka
nyumbani mwako. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anajiuliza, kwa hiyo dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Uanze kujua dhambi ni kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Dhambi ni kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Katika Yohana wa kwanza 3:4 anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Dhambi ni nini? Lakini pia dhambi kwa maana nyingine ni kushindwa kutenda lililo jema. Kama unalijua jema halafu ulifanyi, hicho kitu kwako ni dhambi. Yakobo 4:17 anasema basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Unajua kwamba unyimi ni dhambi, basi usiwe mnyimi. Unajua kwamba matusi ni dhambi, usiwe na matusi. Unajua kwamba kukaa na hasira asubuhi mpaka jioni na jua linakuchwa na kesho tena ni dhambi. Unajua kabisa wewe ukiendelea na hasira, umemkasirikia mke wako muda wote, jua wewe unaendelea na dhambi. Unamkasirikia mume wako, ujue wewe ni mtenda dhambi. Unamkasirikia mtoto wako, jua wewe unatenda dhambi. Unamkasirikia muumini mwenzako, unamkasirikia jirani yako, muda wote jua wewe ni dhambi. Ujuae kuwa ni dhambi, kutenda dhambi, jambo jema unajua nikifanya hivi ni jema, nikifanya hivi ni baya. Wewe kama ufanyi lilo jema ni dhambi kwako. Sijui kama unaelewa maana ya dhambi sasa. Ni uasi, ni kwenda kinyume na Mungu, ni kuvunja sheria ya Mungu, lakini pia ni kuto kutenda lile jema unalolijua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu unapona hapo. Sijui kama kuna mtu unajua kwamba kusamehe ni bora. Kama unajua kusamehe ni bora, kwa nini umemshika mtu utarudi mbinguni? Bora ufahamu leo, umwachilie huyo mtu, una safari ya kufika Kanaani. Naelekea Kanaani, naelekea Kanaani, naelekea Kanaani, naelekea, 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 naelekea. Kama mtu anakurudisha, mwambie naelekea. Kama mtu anakukwaza, mwambie. Anakusemesha, anakuchokoza, achana naye bwana. Una safari wewe. Hata kama unatuona tu mwanamke tuzuri, wewe unaelekea wapi? Hata kama unaona dunia inapendeza, unaelekea wapi wewe? Haleluya. Basi hebu jianzishie hata kawimbo wako. Ukiona moyo hautaki kusamehe, unauambia moyo kwamba mimi naelekea Kanaani, namsamehe huyu kwa sababu naelekea Kanaani, namwachilia kwa sababu namsamehe kwa sababu nina safari ya mbali, siishi hapa Moabu, naenda mbele. Rapa koliobo shatarawos. Barikiwa. Hallelujah. Naelekea wapi? Yes. Jesus my God. Karabo sheterebosa. Karabakali abasekete. Kuna watu inabidi tu tukubali, kama tunalijua hili ni jema, tukubali kulifanya hata kama moyo wako hutaki. Haleluya. Haleluya. Unajua kabisa moyo wangu hautaki, lakini jambo jema ni kwamba natakiwa nisamehe, nitasamehe. Na unauambia moyo wangu, sikia, mimi sio mkazi hapa, mimi naelekea mbinguni aliko, namfuata Yesu.
wewe mwili utabaki kwa udongo, lakini mimi naelekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwingine macho yako yaambie. Ayubu anasema naliweka agano na macho yangu, kwenye Ayubu 31 mstari wa kwanza. Naliweka agano na macho yangu, yasitazame vitu kwa tamaa, wala yasitamani mwanamke. Macho yaliyokula agano, kwa sababu Ayubu alikuwa na target ya kuelekea mahali, sio kuishia Moabu. Pale kuna wanawake wazuri wa Kimoabu wanaojipodoa wakisema kama wanalia, kama wanafanya nini. Suleiman anasema, maana Suleiman alikutana na wanawake kama 1000 hivi, na au pengine wameandikwa 700 ni wake wa kukaa naye, lakini 300 ni masulia, ni mahouse girl ambao alikuwa na uwezo nao wa kuwafanya ni wake. Kwa hiyo jumla ya wake alikuwa nao 1000. Ndio maana anasema ulimi wa mwanamke ni laini, yeye unadondosha asali. Lakini Ayubu anasema naliweka agano na macho yangu. Haleluya. Ninapomwangalia wanawake wa siku za mwisho hawa, wanawake wa AI, hawajipambi kwa namna nyingine. Wanaangalia kwanza kwenye AI, kwenye mtandao. Anaangalia fashion zilizoko kwenye mtandao, alafu anavaa zile fashion za AI, intelligent artificial. Wengine AI wanasema ni nini? Ni akili imemba, akili ya ziada, akili iliyobuniwa. Anajipamba kwa kutumia pala, anafungua tu kwenye mtandao, anajipodoa. Sasa akipita hapo, hey, paka ardhi inatikisika. Macho yangu yaliweka agano na Bwana. Nasema tu asante Bwana. Uliumba wanawake na wanaume, uliumba wanene na wembamba, uliumba weusi na weupe. Asante uliumba Bwana. Lakini mimi naelekea mbinguni. Macho yangu yanaswi na uovu wa siku za mwisho. Na kama mimi nasema, na mimi yuko Luti nyumbani. Tembea. Haleluya. Natambua neno limesema usizini. Just kutambua. Kutambua ni ishu moja na kujizuia ni ishu nyingine. Wanaisraeli waliambiwa msiingie kwa wanawake wa mataifa, lakini pia msiabudu miungu mingine ila mimi. Sasa wao wakaona kwa kuwa wana upako waendelee. Pana. Naomba kanisa tuleteane heshima. Ni kweli tuna upako, lakini tuleteane heshima kwa kanisa. Ni kweli tunahubiri vizuri, lakini tuleteane heshima kwa kanisa. Tuendelee kubaki na uwepo wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ni kweli tunaimba vizuri mabinti, lakini msijichanganye na dhambi. Ndio, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katai dhambi ya uzinzi na uasherati kwa vijana kwa jina la Yesu kwenye hii madhabahu. Haleluya. Haleluya. Ninatamani wote muokoke. Muokoke, mumjue Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kama kuna mwanamke hapa, mwanamke yoyote kwenye hii madhabahu, nakataa kuwa mpagani, natamani uokoke ili neema ya Bwana iendelee sana kwenye maisha yako. Natamani mwanaume asiwepo mwanaume aliye dhambini, ambaye bado yuko kule na wanawake wa giza, anaendelea na uasherati na uko na sali, anaendelea na uzinzi na uko na sali, anaendelea na ulevi na uko na sali, anaendelea na uchawi na uko na sali. Na kataa kwa jina la Yesu. Ni bora kanisa zima tuelekee mbinguni
Tumpe Yesu maisha. Tupate vijana kama akina Abednego, Shadraka na Meshaki, ambao wamejikataa maisha yao wakasema tutamuelekea Bwana. Haleluya, haleluya. Tuheshimishane kwa kanisa la Bwana. Tuheshimishane. Na wewe mchungaji, liheshimishe jina la Bwana. Liheshimishe jina la Bwana. Na watu wengine watasema tuna heri kwa sababu hakuna baya, kwa sababu Bwana amemlinda na mabaya. Mungu, nilinde na mabaya, unisimamie kwa jina la Yesu, ili niendelee na upako na usemi usiojichanganya katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili uwepo uendelee kuwepo. Kila mtu, sifa zikitoka na watu wenye uwepo, kutakuwa na uwepo kwenye madhabahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninatamani uwepo wa Bwana. Tamani kukaa uweponi pa Bwana. Ndio, na uwepo unakuja kwa sababu kuna watu wamefuata maagizo ya Mungu. Kama umeona watu ambao hakuna uwepo wa Mungu wameshika dini, ni kama mpiga debe ambaye anaelekeza mahali yeye haendi. Yuko pale pale. Yuko pale pale. Hubiri na nataboreko shakataya. Ninaitabiria hii madhabahu ikawe na wahubiri wanaopanda hapa wenye uwepo na Mungu, wenye uwepo wa Mungu, wenye nguvu za Mungu. Kwa jina la Yesu, unaweza ukawa wewe Bwana akafanya kwa ghafla akakubadilisha. Katika jina la Yesu, ninakuombea usife, uweze kupokea neema ya Bwana mapema, uweze kupokea nguvu za Bwana mapema. Usimame na neema ya Bwana mapema, ili uje useme na neno la Mungu na uwepo wa Bwana na upako wa Bwana ukatembee na wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninatamani katika jina la Yesu, kwenye hii madhabahu na madhabahu nyingine yoyote Tanzania na mahali popote watu wanapomuita Yesu ni Bwana, wanapoijia madhabahu ya Bwana, iwe kwa neno, iwe kwa sifa na kataro za usanii, kwa jina la Yesu ninafunga na unabii wa uongo na upotevu wote. Nguvu za Mungu zikashuke, kwa sababu kuna ile neema na ule uwepo wa kuzuia dhambi, wa kukataa dhambi. Wanatembea kwa sababu Bwana yuko pamoja nao. Karibu shakataya basia reko para basike. Kama wataimba waimbaji, waimbe na ule nguvu ya Mungu. Ile nguvu ya Mungu. Mapepo yanatoka kabla watu hawajaombewa, kwa sababu kuna ile nguvu ya Mungu inakuwa pamoja. Israeli kilitaka kuwakwamisha hicho tu. Mkutano ukasimama, Musa akasimamisha safari. Sio kama unapataga mahubiri ya muda mrefu kama hivi. Mimi naongea muda mrefu. Kuna kitu kinanibani huko ndani. Ninatamani niachilie. Nashindwa tu vile ambavyo ninataka. Yani kama kila mtu angepata kitu cha ajabu ndani, kufanyike reformation moja kubwa sana. Waondokane maasani, lakini kuwepo nguvu ya Mungu ambao tunatembea pamoja. Tunaenda pamoja. Kwa watu kuna nguvu ya kukataa dhambi. Hawawezi wakazuiwa na Wamoabu njiani. Safari ilisimama. Musa anasema, Mungu anamwambia simama, nina hasira juu ya watu hawa wamejichanganya. Na kweli wakapatikana wale watu. Walikufa watu 24,000. Safari ikaendelea. Kama unawafikiri mimi naongea habari hiyo, kaulize kwenye habari ya Waamuzi sura ya 7. Kilichompata Israeli wakati anataka kuvuka taifa la Ai, alizuiwa na watu wachache sana. Haleluya. Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja tu aliyekuwa anaitwa Akani. Akani akaiba vitu vya sanamu
kwenye madhabahu ya kibabeli, akavileta kuvichanganya kwenye madhabahu ya Mungu, kuleta kwenye taifa la Mungu. Wakakuta wanapigwa njiani, hawasongi mbele. Kanisa haliwezi kusonga mbele kama kuna watu wamechanganya ibada. Wanakuja ibadani, wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili wafanye biashara. Wanakuja kwenye ibada, wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate uzazi. Wanakuja kwenye ibada, wanaenda huko kwenye uzinzi na uasherati. Wanakuja kwenye ibada, lakini wanaendelea na ulevi. Hatuwezi kupata ushindi. Haleluya, Bwana tusaidie. Israeli ikabidi mpaka wafanye msako. Wakamkuta Akani. Akani akasema, nimeficha chini ya hema. Wakatoa vile vitu, wakamshika Akani, wakashika familia yake na vitu vyake, wakatupa kwenye shimo, wakamwacha huko, wakapiga kibeliti, wakaendelea na safari. Unamwona Mungu kama anatoa maagizo ya kikatili sana, lakini ninasema hapana, sisi kwenye Agano Jipya tuna neema tu. Sio kwamba Mungu amebadilika, Mungu ni yule yule. Mungu aliyechukia dhambi na kuliakti muda huo huo wakati wa Agano la Kale ni Mungu yule yule hata leo. Leo tu ametuvumilia sana. Anasema pengine utabadilika kesho, pengine utabadilika kesho. Sasa siku zinaendelea, wengine huku tunajikuta tunapopiga tunakwama. Tunapigwa na vitu vidogo, tunapigwa na mapepo madogo, tunapigwa na wachawi wadogo, tunapigwa na majaribu madogo, tunakwamishwa katika mambo mbalimbali, hatusongi mbele. Tunaombea vitu haviendi. Kumbe kuna watu ambao wanatukwamisha kama vile Israeli walivyokuwa nakwamishwa. Ubarikiwe sana. Na taifa la Ai kwa sababu ya dhambi ya Akani tu. Kuna mtu una dhambi ya Akani, utawachelewesha watoto wako, utachelewesha familia yako. Kuna namna familia inatakiwa isonge, lakini dhambi inapokaa kwenye familia, kwa baba au kwa mama, unaweza kukuta kuna vitu havitokei kwenye familia. Hauhitaji muujiza wote, unahitaji kuacha njia zako mbaya tu. Kuna watu wengine hamuhitaji muombewe na upako wa maji mafuta. You have to change your life. Ni hivyo. Kuna aina ya maisha ukibadilisha tu, taona neema ya Bwana iko pamoja na